Sikiliza nikwambie, inawezekana mme wako kuna mahali mnazinguana. Never dishonor your man in front of his fellow men. Never. Simshushie mme wako heshima mbele ya wanaume wenzie au mbele ya watoto wake. Never. You are killing him. Una matatizo naye, malizana naye uko ndani. Toka huku nje kimya. Watoto wako wasione baba yao akitukanwa. Mjinga wewe, niache. Wewe dada wewe. Hata kujifanya na maruhani wewe. Shauri yako. Acha, wewe sio chizi. Wewe sio tahira. Usema hivi, yaani mimi sijui nikutaka kitu gani? Inatokea tu nimekazika. Acha uongo. Wewe unamaanishaga. Never dishonor your man mbele ya watoto wake, mbele ya ndugu zake. Ile tabia ya kuifanya hivi. Unaona wenzako wanajenga, hata kama umeyaona maendeleo ya rafiki yake, umeyapenda, unatamani mume wako awe kama huyo rafiki yake, kneel down and pray. Kuna yale mahusiano ambayo your husband is too friendly, kiasi kwamba unaweza ukambeza ukataniana naye nyumbani, and it's okay. Ikija mbele za watu, mpe heshima yake. Learn to honor the honor of your husband. Eneo ambalo mume wako au mwenzi wako anaitwa boss, ukifika pale useme hivi, watajua mimi ndo mke wake. If you wanna win the heart of a man, mpe heshima anayopewa mtaani. If you see the office, ana him tu. Ndio maana wenzi wenu wengine hapa wanapenda kushinda makazini kuliko nyumbani, sababu kule anakuwa treated na heshima. Akirudi nyumbani ni kapuku tu. Mchungaji, hiyo wewe wajui wanaume haya? Wewe unawajua? Wewe unawajua wangapi dada? Tuambie basi. It's just a thing of character. Ni issue ya tabia tu. Pray. Unajua vitu vingine ambavyo unafikiria kwamba hasira yako itasolve, you are just supposed to cool down and pray. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Hapa hivi, haja zenu. Wewe haja zako zinajulikana na mama mkwe, haja zako zinajulikana na marafiki zake. Pray my sister, don't be too busy to pray. Usijifanye uko busy sana kiasi kwamba huwezi kuomba. Set your time to pray. When you are too busy for your man, his friends will help him to find your alternative. Nikikupa tafsiri ya neno mume originally, unaweza ukalia. Mume sio baby, mume sio honey. All this name you are calling your husband, you are degrading him. The word husband meaning master, lord. Lord manake owner. So the moment you are married, manake you are owned. Na umilikiwi tu mwili na miwani yako uliovaa. Kwa nini kuna divorce nyingi leo? Women want to be equal with men. It cannot apply. The moment you want to be equal with your husband, that moment God is away. Amewaacha nyinyi mmalizane. And trust me, God will always be on the side of the man. God will only be on my side when I stay in my lane. When I'm out of my lane, God is not there. Mungu akikwambia na wapeleka nchi inayotoa maziwa na asali, nendeni Israeli, nyinyi mkachagua kwenda Chunya, hayupo. Kwa nini wakati Eva analeta tunda nyumbani, Mungu alikuwa amenyamaza kimya? He was not there. This is not my question. The question is the man should bring the food. Kwa hiyo mtumishi, hela zangu mimi ni za kwangu peke yangu. Hela zako sio za kwako. Oh yeah. Ndio maana kama ni gari nzuri nunua saa hivi kabla hujaolewa. Kama ni nyumba nzuri jenga saa hizi. Because trust me, haijawahi kutokea utulivu when a woman is powerful financially and a man is weak financially. Hata mkizuga mkisema hivi, mimi nitakuheshimu tu, hata kama nitakuheshimu. Mungu anajua men are not emotional. Ndio maana kwenye maelekezo aliyotupa akatuambia, mume mpende mke wako. Siwezi kukuambia mimi ufanye kitu unachoweza kukifanya kila siku. Nakupa maelekezo ya kufanya kitu ambacho huwezagi kukifanya, kwamba ili uishi vizuri, love your wife. Na wewe mwanamke, wewe Mungu anajua kutii ni mziki. Hujui kutii, huwezi, ni mzigo. Yani wewe kuamrishwa, kuambiwa kitu ufanye, huwezi. That's why God commanded, obey. To you loving is easy. Ndio maana mnapolalamika mnalalamikaga hivi, mimi nakupenda. No, it was not your job to love me. Your job was to obey me. Siku zote tunatamkaga vitu ambavyo ni vyepesi kuvifanya. Inapokuja kwenye mahusiano, kila mtu anakimbilia ambalo ni jepesi kwake, ambalo Mungu hakuliagiza. Utasikia mwanamke anasema hivi, yani mimi nimempenda, nimempa mapenzi yangu yote. Ulitumwa utoe mapenzi? Ulitumwa umpende? Mungu alikuagiza ufanye nini?
Ishia hapo. Mtu anayetii maana yake nini? Simama, umesimama. Kaa. Nenda paka pale, nenda paka pale. Lakini wewe sasa umeambiwa ishia hapa, ukajiongeza, ukapitiliza. Stay in your lane. Emotions ni chanzo kikubwa sana cha umaskini. You are letting go a lot of opportunities just because Freddy hataki. Staying in the poverty because of love. You are never called to love. Love is our calling because God knows it is hard for us to love because we are not emotional. Kwa Mungu anapomwambia mwanaume mpende mke wako, simply anachomfanyia anambreak, anamnyenyekesha. So every time a man is forced to love, is broken so that he can love, can have compassion. Upendo huvumilia. A man cannot tolerate. Sifa zote za upendo hazikuandikiwa mke, zimeandikiwa mwanaume zile. Haukosi kuwa na adabu kwa sababu gani? Sisi wanaume we are reckless. We can be anything at any time. Uko bize. Yaani mimi mwanaume usinimpendeje, sio nimpendeje, umetuma upende? You are supposed to say this. Kila uliloniambia nifanye, nimefanya. Swali ni hili. Yote aliyokuambia ufanye, ulifanya? Kipereto. Najua tu Mungu atanipigania. Mungu naye amenyamaza kimya. Tangu uliposema Mungu atakupigania, mpaka mahakamani ulibaki peke yako. Ulinyang'anywa hadi nyumba. Mungu hajapigana. Why? God knows. Don't have obedience. Don't know respect. Cannot respect. Ni rahisi kuambia watu wako, simwambie baba yako hivyo. But look at the way you are answering their father in front of them. Watoto wa kike wengi, msala wenu mlionao ni mmoja tu. Baba zenu waliwatreat nyinyi kama princess, na wakati wa mama zenu walitritiwa kama watumwa. Ulitakiwa ujifunze. Vile alivyo baba yako alivyokuwa anamtreat mama yako vile, ndio ujifunze, uchukue shule. Hivi ndivyo na mimi nikienda kwa Jofu atanitreat hivi. So in your mind, your daddy was treating you as a princess. And then you are going to a man expecting he will treat you as a princess. No, that man is expecting to treat his children princess, not you. Wewe kwake ni mtumwa. Ampendi kusikia. Ngumu sana. Mume wako anapokupa fedha yake, sikiliza maelekezo vizuri, acha kujitoa fahamu. Sikiliza maelekezo vizuri. Nakwambia wewe hata ambaye hujaolewa, mume hakai na mke tu kwa sababu ni mzuri wa umbo. Mume anakaa na mke anayejua kuzalisha hela yake pia. Kuna saa ishia zinaisha jamani, mliolewa mko humu ndani. Nyie mnafanya mapenzi kila siku. Kuna siku mnaongea hela tu. Wewe nilikupa hela juzi, ulipeleka wapi? Ni mazozano ya hela mpaka asubuhi. Unanitia hasara wewe mwanamke. Basi wewe kila ukiwaona mtu na mke wako ameingia chumbani unaanza mapenzi tu. Ukikaa hapo wanaanza tu nipate na mimi mume wangu mwenye kifua kipana. Kuna saa hivyo vifua havieleweki. Kuna saa watu wanataka kuona hesabu tu. Kuna saa we want to see books only. Wewe ukikaa hapo unawaza shela, unawaza honeymoon. Honeymoon ni siku 5 tu. Zikiisha maduka yanafunguliwa. Wakati wa uchumba ulikuwa ukiendesha haria yake, anakuwekea mafuta. Ukiingia kwenye ndoa, haria yake anaitumia yeye mwenyewe. Biblia anasema hivi, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana yake ni adimu huyo, hapatikani ovyo. Apataye mke apata kitu chema, nacho ni kibali. Hajasema apataye mke apata mtu wa kuoa, apataye mke apata mtu wa kulala naye. Na ukiona unaolewa kwa sababu mwanaume ana pressure ya ngono, trust me, wewe sio sampuli ya mwisho. Hatuoi miili, tunaoa vibali. Wanaume sisi hatunaga kibali. Kibali cha mwanaume yote kiko kwa mkewe. How good you relate with your wife, that's how favorable you are. Now are you favored? Huyo mwanamke mwenye zana favor, mshaambiwa kwenye Biblia, apataye mke apata kibali. Kwa maana yake you are walking with it, you have it, you are it. Mjaelewa? Mjaelewa? Oh my God. Wait. Apataye mke apata nini? So mke is equivalent to what? So wewe ni nani? Oh baba, naomba unipe kibali. Kipi? Mungu anakuambia wewe ndio kibali chenyewe. Nikupe kipi? Usiseme mimi sasa sijaolewa. No, amesema apataye. Maana yake kibali kinakuwa kibali kabla hakijaolewa. Ukitaka kujitest wewe ni kibali. Jitest wakati uko single. Jiulize, je, milango inanifungukia? Ukijiona ikufungukia ujue tu ukienda kwa brother wa watu utakuwa na gundu. Sasa wewe hujaolewa, bado ukienda mahali kunakataliwa. Hamna hata anayekusalimia. Mtumishi naomba uvunje roho ya kutufuatafuata. Ukiona wanaume wanakufuatafuata sana, just know there is something within you kinachowavuta. Na ukiona kinawavuta, maana yake you need to be intelligent enough to translate, kubadilisha. Uache sasa kuuza sura na mwili, uanze kutafuta cha kuwauzia. Mungu anajaribu kuambia wewe una kibali, ndio maana wa jamaa wanakifuata. Kwa hiyo weka agenda mezani, wewe unafuatwa na liblaza linafanya kazi si wapi? Sio uliambia unataka mkopo benki. Hapo uzungumzii kuhongwa, hapo nazungumzia agenda mezani. Learn to bring matter on the table. Watu hawaheshimiwi kwa sababu wanatia huruma. Watu wanaheshimiwa because wame bring things on the table. Hakuna mtu yoyote mwenye pride duniani akamaliza maisha yake salama. Hakuna. It is written in the Bible. Wahenga wamezungumza, mithali za Kiswahili zimesema. Hakuna
Hakuna usalama kwa mtu mwenye pride, hakuna. Viburi vingine tunavyoviportray kwenye nyumba zetu, kwenye jamii zetu, they are not for our safety, they are for our danger. Unyenyekevu sio upumbavu. Unyenyekevu sio kama unaonekana zobe. Actually mnyenyekevu ana akili kuliko anajifanya na dunda, kwa sababu ukitanua mabega na ukinyanyua masikio, wenye akili wakikuona unakosea watanyamaza kimya, watakuacha upite, alafu utatumbukia shimoni hujashtuliwa. Lakini mnyenyekevu atashtuliwa hata wakati ambapo haoni. Humbleness is pretense. Unyenyekevu ni kama mtu anayeigiza ni kipofu, ana pretend kama ni kipofu ili aone. Na kipofu, mtu mwingine anayekuonyesha atakuonyesha hata ambavyo hujaviona wakati unadhania unaona. Unajua kuna wakati unadhania unaangalia, kumbe huoni. Ushawahi kuona ile macho yako wazi, unatembea unaangalia, lakini unasema hivi, sikuona bwana, lakini ulikuwa unaangalia pale pale direction ile ile mpaka aje kushtue mtu mwingine, oya kuna hiki kitu hapa. Maana yake nini? Unyenyekevu unachokifanya kwenye maisha ya mtu, unamsaidia kumfungua macho mengine. Unyenyekevu ni jicho la tatu. Mungu alipotaka kuiletea dunia wokovu, he went through a woman, alipitia kwa mwanamke. Na Biblia inasema uzao wa joka utapambana na uzao wa mwanamke. Mwanzo akamwambia huyu nyoka utamkanyaga kisigino, na yeye kwa uzao wako utamponda kichwa. Manake your greatest weapon to win any shame ni uzao wako. So be careful, be careful. Zaa ukiwa una akili timamu. Hakuna mimba ya bahati mbaya, hakuna. Wewe unajua kabisa hapa naenda kudu, wala usiseme hivi nimeshtukia imeshuka. Wewe Mariamu, don't destroy your future by nonsensical doings. Be careful by what you are about to produce, kwa sababu itakugharimu kukifuatilia. Jilinde, jitunze, heshimu tumbo lako, kwa sababu huko ndani hapiti kila mtu. Weka vision. Kuna watu watapita, kuna watu mtawaruhusu wapite huku, kings and queens. Umepata neema. Mjini hapa mabikira wako wengi, ila wewe umepata neema. Kwa wala usije ukasema hivi ukiwa bikira ndio Mungu anakuona. Ile ilikuwa neema. Sitaki kusumbua watu hapo, kuwafanya wenzako ndio kwamba ndio nini. Kama imo, kama haimo, tuendelee na neema ya Mungu. Maana sio tusitishane, yani tusinyimane uhuru wa kuishi. Watu wengine washaribu maisha yao, sasa wanapumulia mashine. Wasaidie wenzako. Kwanza kututisha, mimi nimeolewa. Nenda polepole. Maumbile ya mwili hayaamui future ya ndoa. Haleluya. Na sikutumi ukajiuze. Pastor amesema tujiachie, kajiachie watakuzika. Na hivyo hujawahi kujaribu tangu utotoni, unataka kujaribishia utu uzimani. Kwisha. Wewe uwajui wadau, wenzako washakuwa makonkodi. Ameanza nao tangu primary, kaenda nao saizi uko chuo kikuu, kashawazoea. Wewe unakuja kuanzia utu uzimani, utapigwa za uso, utafia chini. Nenda polepole. Kila mtu kwenye maisha ana neema yake, na kila mtu na aishi kama alivyoagizwa na Mungu. Mungu hatupi kulingana na kutia huruma kwetu. Mungu anatupa kulingana na vision zetu. So you have to behave that way. Ukae kwa style hiyo, kwa namna hiyo, kulingana na maono nilionayo. Anything that will get in this womb, chochote kitakachoingia kwenye tumbo hili lazima kitokee kuwa kitu cha maana kwenye uso wa nchi.